Shalom watu wa Mungu. Ashukuriwe Mungu ambaye ametupa kibali siku ya leo kuweza kuiona. Najua Mungu ni mwaminifu na mwingi wa rehema katikati ya maisha yetu ya kila siku, na pia Mungu anatupigania katika sehemu mbalimbali. Basi tuombe kwa ajili ya kuweza kutafakari neno la Mungu katika siku ya leo juu ya kuijua nguvu ya Roho Mtakatifu. Tuombe. Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa sababu umetupa kibali na neema watoto wako kuweza kuyatafakari maandiko juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Nasi Mungu tunanyenyekea, tupe roho ya unyenyekevu na utisho katikati ya mioyo yetu, katikati ya maisha yetu, ili tuweze kujua nguvu ya Roho Mtakatifu. Tusijanganywe na nguvu za miungu, nguvu za waganga, za uchawi ambazo zimesimama katikati ya madhabahu ya Kristo, bali tuijue ile siri ya kweli ambayo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Nasi Mungu tunaomba ukaanze nasi, ukafululize nasi kwa jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nikiomba nikishukuru, amen. Basi kwa siku ya leo, kadri Mungu alivyotujalia, tuangalie juu ya utangulizi juu ya somo letu ambalo linaitwa ijue nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunaposema juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu, kwanza kabisa inapaswa kutambua kwamba kuna aina mbili ya Roho Mtakatifu. Kabla hatujaangalia nguvu ya Roho Mtakatifu, tunatakiwa kujua aina za roho, ili kujua roho ya Mungu ni ipi na roho ambayo sio ya Mungu ni ipi. Japo nitaeleza kwa upana zaidi ili ujue kutofautisha hizi roho mbili ambazo zinafanya kazi ndani ya kanisa hivi sasa. Na watu wengi wamekuwa na maswali mengi sana, na wakijiuliza, mtu fulani ni mtumishi wa Mungu kweli, au ni nabii wa uongo, au ni nabii wa kweli? Lakini katika somo hili la ijue nguvu ya Roho Mtakatifu, ninaamini ya kwamba utaelewa kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye ni sahihi au sio sahihi. Hii ni roho ya Mungu ambayo inafanya ndani ya kanisa ambayo ni sahihi au sio sahihi. Kupitia somo hili ninaamini utajua. Katika hizo roho mbili, inakupaswa kutambua kwamba kuna roho wa Mungu na roho wa Shetani. Tunapozungumzia roho wa Mungu, ni Roho Mtakatifu, ni nguvu za Mungu ambazo hazilinganishwi na kitu chochote katika ulimwengu huu wa dunia na mbinguni pia. Roho Mtakatifu ni roho inayotawala katika ulimwengu huu kwa sasa. Kwa maana hiyo, kanisa bila nguvu ya Roho Mtakatifu haliwezi kusonga mbele. Lakini kanisa linasimama katika msingi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema kwamba Roho wa Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwatangazia waliovunjika moyo, na kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Habari ya kufunguliwa kwao. Somo hili linapatikana katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 61 aya ile, kwanza aya ile ya kwanza. Linaeleza juu ya Roho wa Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Ninapopenda kulitafakari somo hili, tambua ya kwamba Roho wa Kristo juu yangu, na amenipa kibali cha kuweza kuyatafakari
maneno haya ya kuweza kutafakari maandiko matakatifu juu ya somo juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini haitoshi. Katika Injili la Mathayo sura ya 28 aya 19 mpaka 20, basi enendeni, anasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dahari. Na kwa maana somo hili tunapotafakari kifungu cha Mathayo, kwa maana hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayetawala katika ulimwengu huu mpaka mwisho wa dahari. Lakini roho ambayo sio takatifu hutawala kwa muda mfupi sana, au huvuma kwa wakati tu, na mwisho wa siku hupotea ule umaarufu. Jua ya kwamba na kusogeza ili uweze kujua nguvu ya Roho Mtakatifu na uweze kutofautisha kati ya nguvu ya Mungu au nguvu ya Roho Mtakatifu na nguvu ya Shetani. Anasema kwamba nguvu ya Mungu au Roho ya Mungu siku zote ni ile ambayo inatawala milele yote mpaka mwisho wa dahari. Lakini nguvu isiyo ya Mungu mara nyingi inaibuka, kusikika, kuvuma, lakini mwisho wa siku hutoweka na kupotea. Lakini nguvu ya Roho Mtakatifu au huyu Kristo tunayemtangaza siku zote hapotei wala hachoki wala hachoshwi, wala nguvu yake haichoki kamwe, bali iko mpaka mwisho wa dahari. Ziko roho ambazo zinaibuka ndani ya makanisa, zinasifika kwa muda mfupi, lakini mwisho wa siku zinatoweka. Mtumishi wa Mungu, jua kutofautisha kati ya nguvu ya Roho Mtakatifu na nguvu isiyo ya Roho Mtakatifu. Jua kuwa Roho Mtakatifu hutawala daima, na uwezo wake haupotezi ubora wake, kwa sababu hautengwi na uso wa Mungu. Hautengwi na uso wa Mungu. Nguvu ya Roho Mtakatifu haijawahi poteza ubora hata siku moja. Lakini hizo nguvu nyingine, kuna wakati mwingine huwa zinafifia, na kuna wakati wanataka majina yao yakuwe zaidi kuliko Kristo ambaye anatangazwa. Shituka mtu wa Mungu, kwa makini. Ukiona mtumishi anataka kusifiwa yeye kabla kusifiwa Kristo, jua kuna nguvu tofauti isiyo ya kimungu juu ya hiyo. Zaburi ya 51 aya 11 inasema kwamba usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Tambua ya kwamba huwezi kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu kama huna utakaso. Roho Mtakatifu yuko ndani ya maisha ya watu, amekaa. Lakini nguvu ya Roho Mtakatifu ni jambo ambalo linakuja baada ya maisha ya utakatifu. Baada ya maisha ya utakatifu, huwezi ukawa na nguvu ya Roho Mtakatifu kama maisha yako sio maisha ya utakatifu. Mtu wa Mungu, tuangalie roho wa Shetani. Roho wa Shetani, roho wa Shetani, roho ambayo inawavaa watu na kuanza kuwatumia. Kwa hiyo kuna wafuasi wengi ndani ya ulimwengu huu ambao wamevalia roho ya Shetani, na tunapozungumzia suala la Shetani ni jambo pana zaidi ambalo limeibuka katika ulimwengu huu wa sasa. Roho wa Shetani pia wamejificha kwa kutumia jina la Yesu. Ni kimi wamejificha kutumia jina la Yesu.